waandishi wa habari, na habari za mchana wa Tanzania kokote mliko. Nataka na tumekusudia kama chama kusema mbele yenu mambo matatu. Jambo la kwanza, tunawaalika Watanzania wote kokote waliko kesho mahakamani kusikiliza kesi ya kiongozi wetu Tundu Lissu. Na tunawaomba jeshi la polisi na vyombo vya dola vya Tanzania wasifanye fujo kwa mtu yoyote, kwa sababu makusudi yetu ya kuja kwenye kusikiliza kesi ya kiongozi wetu ni makusudi ya amani, kwa sababu hii ni kesi iko kwenye mahakama ya wazi, na sheria zetu kifungu cha 186, kesi inapokuwa kwenye mahakama ya wazi ni kesi kwa ajili ya public, na public isikilize. Hii ni kesi kubwa, ni kesi yenye public interest, ni kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hatutaki ifanyike gizani. Tunahitaji hii kesi iwe wazi kwa kila mtu, vyombo vyetu vya dola vikae pembeni, na tunaiomba mahakama itoe spika nje, Watanzania wapate nafasi ya kusikiliza. Watakao kosa nafasi wasikilize kinachoendelea ndani ya mahakama, kwa sababu Lissu ni kiongozi mkubwa wa upinzani, na huwezi kumtry kama unatry tu mtu ambaye amefanya kesi ya uhalifu wa kuku. Na itashangaza sana kama hawa watu watakuwa wamekosa tolerance. Nimemsikia Charamira, ndugu Charamira, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anaongea, anapiga kifua. Nimemsikia RPC Muliro anapiga kifua. Mahakama sio sehemu yao, hawezi kuipangia mahakama nini ifanye. Mtakumbuka kesi ya kina Mandela ya Livonia trial, hata makaburu weupe waliruhusu watu weusi wasikilize kesi ya viongozi wao. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka 63 leo viongozi weusi wenzetu mkamate mtu wamwekee kesi ya bogus, kesi ya uongo, kesi ya kijinga kabisa kwa lugha sahihi, ya treason, kesi ya kisiasa ambao wamemwekea uhaini wa kisiasa, kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, alafu wazuie hata wanaompenda kuja kuisikiliza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini juu ya hilo pia tunaitaka serikali na tunamtaka Rais Samia, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondoe hii kesi mahakamani, wamfutie Lissu kesi ya uongo ya uhaini, kwa sababu Lissu sio muhaini. Huwezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa mwanajeshi, hana kikundi chochote cha kijeshi anachokiongoza. Hawawezi kuithibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mbowe. Na ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais Samia kwa miaka 4 ya kwake amejaribu kuwafungulia viongozi wa chama hiki kesi mbaya. Alijaribu kumfungulia kesi ya ugaidi mwenyekiti Mbowe, ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Amejaribu tena kumfungulia Lissu kesi ya uhaini, ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Chini ya miaka 4 tu ya kwake, viongozi wa chama kikuu cha upinzani chini ya utawala wake wanafunguliwa kesi 2 za uongo. Kwa hiyo hii kesi iondolewe mahakamani, Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa.